Jina langu naitwa Rashid Koba. Na shughuli zangu ni usafishaji wa vinyago. Natoa mizigo kutoka vijijini na wanunuzi au matajiri. Hapa mimi ndio wananipa kazi, nafanya ile kazi. Kazi hii ugumu wake kutokana na hali ya mapato yenyewe ni madogo. Kwa sababu mapato yetu sisi, mtu anakupa kazi na anakupa pesa, lakini pesa haikidhi haja. Unaona? Na ndipo maana kwamba hata hatunyenyuki, hatuendelei, kwa sababu si kama ni watu wa mwisho. Ni vitu ambavyo ni vigumu kwenda kuendelea kutokana na hali ya mapato ni madogo, na ndio maana siwezi nikapanda kimaisha kwa hali ya kazi zetu hizi zilivyo. Alafu nikaja nikisimama, hapa mimi kazi nimeleta mwaka 94. Lakini nyuma toka mwaka 66 mwezi wa 10 nikaanza kazi hii. Wilaya ya Kisarawe, mkoa wa Pwani, tarafa ya Chole, kata ya Chole, kijiji cha Kwala. Kilichonivutia ni kwamba kutokana na hali ya najua kwamba nikifanya hii kazi na sina sina ajira nyingine zaidi ya kinyago. Kwa hapa Mgongo naweza nikatoka kimaisha. Nikafanya kazi mpaka mwaka 75 nikaiacha hii kazi. Nikaja nikaenda katika ajira ya serikali. Nikafanya kazi miaka 18 na miezi 6 ndani ya ajira ya serikali. Shirika likaja likafilisika. Kwa hiyo nikaamua mwaka 94 nikaona bora nirudi katika kule vihamini kwangu nikotoka. Ndio maana niko kwenye vinyago tena mwaka 94. Toka 94 mpaka leo sijapata maendeleo aina yoyote faida katika kazi. Sina maendeleo. Kwa ushauri kwangu ni mmoja, kwanza kutafuta mitaji. Wakiwa na mitaji waondoke katika shughuli kama hizi zinazofanya mimi za kupiga msasa. Hapo kidogo inawezekana waweza kachusuma chooni. Lakini na mnunuzi wa katikati ni hafaidiki. Anapata kama senti ya kula kidogo. Sawa? Lakini na yule mtu anapeleka hapa kutoka hapa kwenda kwenye sokoni, anafaidika kidogo, lakini mtu wa mwisho ndio anafaidika. Kama unavyoona masuala ya mkaa, muuzaji wa mwisho ndio anafaidika. Kwa tunatoa mzigo hapa kupeleka kwa wanunuzi ambao wa Kiafrika vile vile. Kama kule Zanzibar, Mombasa, Uganda. Sasa wao ndio wenye maduka na wao ndio wanauzia watu wa nje. Mimi naitwa Shabani Saidi Abdalla Mwalimu Madunda, kwa jina maarufu Madunda. Okay. Mimi ni fundi. Wewe ni fundi? Ni fundi mchungaji. Kwenye kitengo kipi? Mimi kwenye vitengo viwili. Kwenye kitengo cha? Niko kwenye vitengo viwili. Viwili? Naam. Kwanza mchungaji. Ndio. Na cha pili mmaliziaji. Na yani kwa maana ya kuchonga na kumalizia. Maana yake kwenye kulemba. Kwenye kulemba. Sawa. Na soko lipoje kwenye upande wa vinyago? Soko mimi nategemea wanunuzi ambao ni wateja wangu mimi ambao wanaleta mizigo hapo ya oda ya kuchonga, ndio, na kuwafanyia finishing ya mwisho. Sawa. Na wakati unapewa oda ya kuchonga, manake vifaa au tunasema material ya kuchongea hivyo vitu ambavyo wamekupa oda unakuwa wanatoa wao au wewe ndio unavitafuta? Kuna vifaa material natoa mimi mwenyewe na kuna vifaa material wakatongea analetea wao wenyewe wateja. Okay. Na kwa upande wa faida ya biashara ya vinyago, wanaofaidika zaidi ni wachongaji au ni wauzaji wa mwisho? Wanaofaidika zaidi ni kwa wastani wa watu wa mwisho. Wanaofaidika zaidi kuliko ni sisi mafundi. Kwa sababu mafundi kutokana na ile kazi unayopewa na kiwango cha pesa, kazi inakuwa ni kubwa kuliko ya pesa ambayo unayopewa. Kwa hiyo pesa haikizi mahitaji ya ile kazi unayoifanya. Sawa. Na kazi ya vinyago ni fani au ni kitu cha kujifunza? Yaani ni ujuzi au ni kitu cha kujifunza? Mimi kazi kwa wastani kwangu mimi hii nimejifunza kutoka kwa mzee wangu. Yaani kwamba nimelisi kutoka kwa mzee wangu. Mzee wangu alikuwa afunza kuchonga. Sawa sawa. Kwa hiyo ukajifunzia kupitia kwake. Kwa mtu yeyote ana uwezo wa kujifunza kazi ya vinyago na akaweza kuchonga? Anaweza kujifunza kazi ya kuchonga. Na inaweza kumchukua mtu muda gani? Inategemea upokeaji wake kwenye kichwa chake. Inategemea na uwezo wake wa kupokea vitu. Kupokea vipi? Sawa. Na katika issue nzima ya uchongaji, vitu vyote mnakuwa mnavifanya kila siku, mnakuwa mnabuni vitu vipi au inategemea na muda? Kuna ubunifu ambao unaendelea nao ule na kuna ubunifu ambao mwenyewe unajiongeza. Unaona, leo umetoka unachora mtu, kesho unachonga mguu peke yake, kesho kutwa yategemea soko liko vipi.
Na inategemea na soko. Na ni kitu gani wauzaji au wenye maduka wanapendelea sana kuwapa oda ya kuvitengeneza? Oda inategemea tajia ya kuja na oda. Mimi na kazi yangu kuchonga tembo, fimbo, sahani, kobe. Sasa inategemea hapo mimi mtu amekuja na oda gani. Sawa sawa, mimi nafurahi kukusikia. Shukrani sana. Naitwa Daudi John na Mwedi. Kazi yangu ni uchoraji na kutengeneza frame. Sawa. Kuna kategori nyingi katika upande wa uchoraji. Lakini wewe umebezi kwenye kategori ipi? Mimi nimebezi sana kwenye kuchora. Kwenye kuchora. Sawa. Na uchoraji wako unakuwa ni wa mafikirio au inatokana na oda ya mteja? Hapana, kuna vifaa navitumia kwa kugonga gonga. Kwa hiyo unatumia uchoraji wa aina ya kugonga gonga. Na ni ugumu gani unaopitia katika kugonga gonga katika uchoraji? Ugumu tunaopitia ni changamoto tu za kawaida za utendaji wa kazi. Lakini katika swala la ugumu naona kama hamna ugumu. Na kwa upande wa material mnayotumia vipi, bei zake? Zimekuwa gharama sana au ni ya kawaida? Kwa upande wa kuchora hakuna material tunayotumia. Kwa upande wangu mimi. Ila katika upande wa frame ndo kuna material ambayo unagharamia. Ni wateja wa mkoa gani au sehemu gani unawauzia sana bidhaa? Wateja wetu ni wako hapa hapa. Ambao kuna wateja tulikuwa nao hapa wanatoka hapa usafiri kwenda Zanzibar, Arusha. Wakirudi ndo tunategemea wao. Na wewe pia una ofisi au kazi yako tu ni kuchonga alafu wenye ofisi ndo wanachukua? Mimi nina ofisi yangu. Na kwa maana yake unachonga na kuuza, unachora na kuuza. Yaani vitu ninavyovichora ni vitu ambavyo vimeshanunuliwa, mtu ananiletea mimi na mdesignia. Okay. Na ulifaidika na nini tangu umeanza hii kazi? Kwa faida nilokuwa nayo, mafanikio yake ni machache sana kuliko vile ambavyo ni utendaji wangu wa kazi ninaofanya. Na ulishawishika na nini kujifunza? Nilishawishika yani mimi nilitegemea kama kazi zingine. Na una miaka mingapi kwenye issue ya uchoraji? Hii kazi mimi nimeingia tangu mwaka 2006. Unawashauri nini ambao wanatamani kujiunga kufanya hii kazi ya uchoraji na uchongaji? Acha kuwashauri waingie tu kwa sababu ni kazi mojawapo ya kupata kipato na maisha mengine yanaendelea. Wapo wengi wameingia na wapo wengi niliowafundisha. Sasa hivi hawako hapa, wengine wako Zanzibar, wengine wameenda Arusha. Okay. Na kwa wateja ambao wanahitaji bidhaa zenu, unaweza kuwapa location ili waweze kufika kwa wakati? Wateja sisi tunawakaribisha wapo, kwa maana bidhaa zipo. Wakitaka zilizoisha ambazo hazijaisha zipo. Watajie na mtaa hapo ili. Mtaa tuliokuwa nao ni mtaa wa Kilwa. Mtaa wa Kilwa na Lindi. Tuko maeneo ya Lelini, karibu na Lelini. Reli ya mwendo kasi. Reli ya mwendo kasi. Sawa sawa.